Yes, siku njema ni hii msikilizaji. Uhali gani rafiki yangu? Karibu sana katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki wambatana pamoja nawe msikilizaji kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na nikukumbushe mahali tuliishia siku ya jana msikilizaji, katika mkasa wa ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Meshak. Jana tuliishia Meshak akitueleza, ameelezwa na huyu dada binti wa Kilokole kwamba asitoke siku hiyo, asifanye shughuli yoyote ya kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine, asitumie chombo chochote cha usafiri, atulie tu nyumbani. Amekubali na akatoa udhuru kwa bosi wake na kumwambia, leo siko vizuri, sijaamka vizuri, najisikia kuumwa na nimekwenda kumuona daktari hapa, kuna dawa amenipa lakini siko sawa. Lakini bosi wake anamwambia lazima zoezi lifanyike leo, yani lazima jambo hili lifanyike leo. Na Meshak anazidi kumsisitiza bosi wake kwamba hali yake sio nzuri, lakini bosi wake anafunga safari mpaka mahali ambako Meshak anaishi, na anamwambia kama huwezi, tunatafuta mtu atakusaidia hata kwa kukushika au kwa vyovyote vile, twende tukakamilishe kazi hii. Bosi wake anampigia simu mpaka huyo mganga ambaye huwa anasaidia shughuli hizi kufanyika. Mganga anamwambia, yani uwepo wako ni muhimu sana, fanya unavyoweza, lazima ufike hapa. Na Meshak anazidi kushangaa, kwa nini jambo hili ni lazima lifanyike leo? Na bosi anasisitiza na anamaanisha anachosema, anataka watoke hapa. Karibu sana msikilizaji, leo siku njema, nami niko hapa kukujuza mengi zaidi, ikiwa ni mwendelezo wa mkasa huu. Na kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki basi ninayawasilisha hayo. Yes. Asante unayetufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Asante. Na wewe ambao unatusikiliza kupitia radio yako popote ulipo, asante pia. Unatusikiliza huko kwenye daladala sasa hivi, unarejea nyumbani. Asante. Namshukuru sana huyo dereva Anakonda kwa kuweka EFM. Na unanisikiliza ukiwa wapi hapo ulipo, basi tunathamini sana uwepo wako. Ndio. Nikukumbushe pia, tunaendelea kusherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live, na tuna mambo mazuri sana kwa ajili yako. Achilia vipindi vyetu bora ambavyo tuko navyo, lakini sasa hivi tunarejesha kwako shukrani, sio ya mdomo tu jamani, imeambatana na zawadi. Na ndio maana tuna kampeni yetu ya Jikune ya kusherehekea miaka 11 ya EFM. Hii kampeni itakuwezesha wewe msikilizaji wetu kupata zawadi. Kuna zawadi ya TV, kuna zawadi ya friji, kuna zawadi ya simu, kuna kulipiwa kodi ya pango, kuna kulipiwa bili ya maji, kuna kununuliwa umeme. Zawadi ni nyingi, lakini pia tuna speaker kutoka Jizo Sound za saizi tofauti tofauti, na watu wanazidi kujishindia. Ni nafasi yako nawe msikilizaji wetu upate hizi zawadi kwa njia nyepesi kabisa. Unatumia Vodacom, unatumia Airtel au unatumia mtandao wa Yas. Ingia kwenye menu ya simu yako hapo, piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, piga. Ukipiga kutakutana na maswali. Inawezekana ni chemsha bongo, ni methali, ni vitendawili, ni maswali tu ya kihistoria. Sijui utakutana na lipi rafiki yangu. Utakapolijibu basi moja kwa moja una nafasi ya kupata zawadi hizi. Ziko zawadi nyingi, na leo tunatoa zawadi na tunazidi kutoa zawadi, na zawadi ziko nyingi kwa ajili yako. Ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Meshak. Meshak anatujuza haya. Meshak anasema, mimi Meshak, katika mapambano yangu hatujawahi kufika hatua mimi pamoja na brother wangu tukajikuta tunashindana kwenye mitazamo tofauti. Na nikwambie, kama mtu asingeniambia kwamba usitoke, usitumie chombo cha moto, usitoke mahali hapa, nataka nikwambie ningetoka. Maana siwezi kumbishia bosi wangu, siwezi kuwa mkaidi kwa bosi wangu, ina maana lazima ningetoka. Lakini nakumbuka siku hii nilimwambia bosi, hapana,
hapana. Akaniambia twende hospitali ili basi ukutane na daktari ambaye ni makini. Nilimwambia hapana, nimeshatumia dawa na daktari ameniambia nahitaji tu kupumzika, nitakaa sawa. Aliniambia acha utani, ingia kwenye gari twende. Akimsisitiza huyu mshikaji ambaye namfahamu, amekuja kunipa taf, yani kama nina shida, yani anisaidie niingie kwenye gari ili twende huko. Nilimwambia hapana bosi, naomba unisamehe sana, kesho nayo ni siku pia, na kesho kutwa pia nayo ni siku, naomba nikae sawa. Nimekuwa nikifanya kazi hizi miaka sasa, na hata sasa natamani kufanya, lakini mwili wangu ni dhaifu. Nakumbuka bosi aliniambia, Meshak, haiwezekani wewe kutoka kufanya ile jambo leo, lazima ufanye. Nitakupa muda, naamini dawa zitakuwa zimekusaidia ulizokunywa. Nitakupa masaa 5. Yani leo lazima tufanye hiyo kazi. Nikamwambia bosi, basi naomba nipumzike, naomba nipate muda wa kupumzika basi. Akaniambia nitarejea, nitasimamisha kila kitu kwa sababu lazima ili jambo tufanye leo. Naomba sana unielewe, naomba sana, sijai kukuomba hivi, naomba sana. Nikamwambia sawa. Ndo bosi kutoka hapa nyumbani kwangu aniache nipumzike, arejee, takuwa niko sawa, tutoke hapa tuende tukafanywe kazi. Unajua nami ni mtu na akili timamu. Nilishangaa sana hii namna ya kubembelezwa, namna ya kufosiwa kufanya twende. Why? Alipotoka nikahakikisha wameondoka, nilimpigia simu huyo msichana, nikamwambiaje, uliniambia unaona nini? Akaniambia ninaona mauti mbele yako. Ndicho kitu ambacho nilikuwa nakiona, na wala sijaona kwa kubahatisha na kusisitiza tena, kwa sababu unaubishi, na ndio maana nairudia hii sentensi mara nyingi. Nitaumia sana kama hicho kitu kikitokea kwako. Nikamueleza kuhusu bosi wangu, nikamwambia unajua bosi wangu kanifuata mpaka hapa nyumbani. Actually kuna issue tulitakiwa tuifanye leo, lakini ni ya kutoka hapa kwenda sehemu. Lakini mimi nilimwomba excuse, siwezi kwa sababu sijisikii vizuri. Lakini unajua bosi kaja kunifuata mpaka hapa na ananilazimisha, unajua nimezidi kushikilia msimamo kwamba sitoki. Akaniambia na akirudi hatakiwi kukukuta hapo, kwa sababu anaweza akaja na kukufosi zaidi. Nilimwambia hii ni siku yangu ambayo pengine ningetoka, ni siku ambayo ningekufa kweli. Akasema mimi nakwambia kile ambacho mimi nimekiona, yani mimi nakwambia ambacho nimekiona, kwa hiyo hivyo vingine naweza nikakosa maelezo zaidi, lakini nakwambia kitu ambacho nimekiona. Kama itapendeza, una rafiki yako ambaye unaweza ukatoka, sio mahali pa kutumia chombo chochote cha moto, unaweza ukaenda ukakaa hapo, na usiku wako ikiwezekana lala hapo, na ikiwezekana zima kabisa simu, pata muda wa kutulia, wasijue uko wapi. Nikamwambia kwa nini unaniambia hayo? Akasema kwa sababu hutakiwi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nilimwambia poa. Kweli mimi kama binadamu, hata wewe najua ungepata mapokeo ambayo yangekupa shida kwenye kutafakari haya. Nina mshikaji wangu, nafahamiana naye, ni mahali ambako unaweza nikatembea. Nakumbuka nilifunga kila kitu hapa nyumbani kwangu, nikatoka na nikazima simu, nikaenda tu kwa mshikaji, nikamwambia yani mimi leo, mimi nataka leo tupige tu story na nini, na mimi unajua ni yule mshikaji, yani mshikaji wangu anajua mimi mtoaji sana, kwa hiyo ni mtu ambaye ananikubali.
Nimefika pale, sijafika mikono mitupu, nimekuja na mazagazaga hapa nini, jamani, yani leo tukae tupige story na nini, lakini na mpango kwamba usiku wangu uishie hapa. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Meshaki anasema, na hata palipo pambazuka sikuwasha simu. Mimi nimekuja kuwasha simu majira ya saa 9. Yani saa 9 na maana muda wote mimi sipatikane na hakuna mtu ambaye anajua mimi niko wapi. Na hiki ni kitu kwa mara ya kwanza, yani mimi bosi wangu hajui mimi niko wapi. Yani mimi bosi wangu anajua ratiba zangu, hata nikiwa na mwanamke anajua leo na mwanamke mpya. Anajua niko hoteli gani, na anajua hoteli zangu ambazo nikiamua kuwa na mwanamke ambaye sitaki kumleta kwenye mazingira yangu, anajua hoteli zangu ni ziko wapi. Anajua. Sasa sijui kazitembelea kaenda kuuliza, kwa sababu niliamua kuzima mawasiliano, sijajua. Lakini ilipofika saa 9 mimi niliwasha simu. Nilipowasha sasa, message zinaingia, message zinamiminika, na mimi moja kwa moja nilimpigia moja kwa moja yule msichana. Nikamwambia sasa niko hewani. Akasema umezima simu muda mrefu, mpaka nikapata wasiwasi. Nikamwambia niko sawa. Mimi niko sawa, nilipumzika tu vizuri, nikaona ngoja tu niendelee kupumzika. Niko sawa. Akaniambia bila shaka huyo mtu atakuwa amekutafuta sana. Nikamwambia yani mtu wa kwanza nampigia ni wewe. Kuna message zinaingia, sijajua. Nitazisoma. Akaniambia uko salama sasa. Nikamwambia kwa hiyo wewe ni nabii, ni mtume, ni nani? Akacheka akasema mimi kama unavyoniona ni mtu tu anayempenda Mungu. Nina mzigo pia kwa watu ambao wako karibu na mimi, kuwaombea. Basi hivyo tu, itoshe kusema tu hivyo. Nikamwambia sijui nini ambacho kingetokea jana, lakini nilipatwa na hofu. Niliogopa sana, hasa kuhusu ile ndoto niliyoota. Nimeifikiria sana, imenifikirisha sana. Akaniambia ndoto pia zina maana kubwa sana. Kwenye maisha ambayo tunaishi, kuna watu tunaambatana nao, wanatupenda sana, wanatusupport sana, wanatufanyia mambo ambayo hata ndugu zao hawawezi kuwafanyia. Unaweza ukahisi kupendelewa, unaweza ukahisi una kibali mbele za yule mtu, lakini huwezi ukajua kwenye moyo wa yule mtu anawaza nini kuhusu wewe. Hatuwezi kuhukumu kwa chochote, lakini ni vyema mtu ukapata nafasi ya kuitafakari pia, hasa unapoota ndoto kama hii na ujumbe unaokuja kama hivi ambavyo mimi nimeupata. Usipuuze na nikutafakari pia. Nikamwambia poa, basi mimi nitakucheki. Tukazungumza hivyo, na mimi nilikuta message. Jamani, nilikuta message za bosses akiniambia uko wapi, naomba uniambie ulipo, na yani message hivyo. Nikakuta kuna washikaji pia ambao tuko nao tunafanyaga nao kazi wamenitafuta. Yani kitu cha kushangaza sana. Kuna hoteli moja ambao napenda sana kulala. Huyo mtu ambaye yuko pale alinitumia ujumbe. Ina maana sasa bila kuhoji vitu, ina maana huyu bosi wangu alipita mpaka hizo location zote, labda kuona kwamba labda nimeenda kupumzika huko na vitu kama hivyo. Na nilimpigia simu bosi mimi mwenyewe, akapokea. Akaniambia Meshaki, uko salama na uko wapi? Mbona unatutisha hivyo? Nikamwambia bosi nipo. Bosi, niliona hali yangu sio nzuri kiukweli, nilisema ngoja nitoke niende hata hospitali, lakini hata sikufika. Kuna mshikaji wangu mmoja akanipitisha tu hapo pharmacy, nikaongeza dawa, nikaona uvivu hata kurudi nyumbani. Alafu simu pia ilikuwa haina chaja, na huko sikufanikiwa pia kupata chaja. Nikapumzika tu kwa mshikaji wangu. Akaniambia nimekuelewa, naomba tufanye tuonane, kuna vitu muhimu nataka tuzungumze kuhusu kazi. Nikamwambia sawa bosi, nimekuelewa. Hakufoka, tofauti na message alizokuwa anatuma.
Yani kama umefika mahali unaona kazi imekushinda, ni bora tu useme kuliko kufanya mambo ya Kiswahili. Message nyingine, sijai kufikiria wewe ni Mswahili kiasi hiki. Haya ni mambo ya kishamba. Yani inawezekanaje msaidizi wangu anazima simu anavyojisikia? Huu ni upuuzi, sijapata kuona. Yani lakini tulivyoongea naye kwenye simu ni peace kabisa. Yani hakuna kitu kilichotokea siku ya jana. Mimi na yeye yani hatuna shida yoyote. Na kuna wengine walikuwa wamenitafuta, nikawajuza mimi niko okay, mimi niko okay, lakini nikarudi kwa yule msichana nikamwambia usi wangu tumezungumza naye vizuri sana na kila kitu kiko okay. Akaniambia huyu msichana, ni sawa. Je, unaweza ukatafuta mtu ambaye ni mchungaji ni nani, lakini tu au kanisa mahali ukaenda ukawa una utaratibu wa kwenda? Nikamwambia sasa mambo tutaongea. Mimi na wewe tutaongea. Ngoja na mambo mengi hapa niashughulikie. Ndio. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Mesha katika siku njema ya leo. EFM. Yes, ndugu yetu anaitwa Mesha akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Mesha anasema basi haya ni yale ambayo mimi nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Mesha anasema basi nilipata nafasi nikakutana na bosi wangu na akaniambia leo unajisikia vizuri? Nikamwambia yani bosi, upepo si gani ulinipitia, lakini leo niko fit kabisa, dawa zimenisaidia. Akasema yani leo naona hali yako ni tofauti kabisa na jana. Nikamwambia ni kweli, ni tofauti kabisa na jana. Akanambia mimi kuna kitu nataka nikuulize Meshak. Nikamwambia ndio boss. Akanambia Meshak, are you sure uko serious na hii kazi? Au unataka nianze kufikiria kumpiki mtu mwingine? Nikamwambia boss, niko serious sana na hii kazi. Na unajua, ni jana tu nilikuwa dhaifu kimwili. Na nakuahidi hicho kitu hakitatokea tena. Na kama kuna vyovyote tunaweza tukafanya, hata leo tunaweza tukapiga mzigo kesho tutakavyokuwa tumempanga, lakini jana sikuwa sawa. Akaniambia sawa. Nikamwambia ndio boss. Akaniambia nimefurahi kukuona. Nikamwambia asante. Ninashukuru sana pia. Asante kwa kunielewa pia. Akaniambia vizuri. Na uko sawa kabisa? Nikamwambia ndio boss, niko sawa. Akasema sawa. Nikamwambia sawa boss, basi mimi ngoja niende mzigoni nikafuatilia, maana nimepata simu nyingi sana, vile nilikuwa sipatikani nimepata simu nyingi, ngoja nianze kufuatilia moja baada ya jingine. Na hili wewe utaniambia na tunalifanya lini? Akaniambia sawa, nimekuelewa. Lakini ni kama mtu ambaye hakuniita, labda kuna mazungumzo serious kuhusu ofisi. Yani aliniuliza tu uko serious na hii kazi au unataka nimtafute mtu mwingine wa kuchukua nafasi yangu? Nikamwambia hapana boss, lakini hakuna chochote alichoni hoji zaidi au kuonyesha kukasirika na kile ambacho kilitokea siku ya jana. Unaona? Na hata mimi mpaka nikawa nasema au ni hisia zangu au ni vitisho tu ambavyo nimetishiwa na huyu mtu, na kweli nilipata uoga, nilipata hofu sana. Mtu anakuambia usitoke leo, usitoke nini, unaona basi niko sawa. Naweza nikaendelea na kazi zangu, yani na shughuli zangu kama kawaida. Maisha yake anasema basi nikaendelea na shughuli zangu hivyo. Sasa ile siku ambayo ilikuwa ni siku tunatakiwa twende kwenye kazi ambayo mimi sasa nilimgomea boss. Nilizima simu mpaka saa 9. Saa 9 ile nimekuja kuwasha simu. Nilipozungumza na boss alitaka tuonane siku ile ile. Kwa hiyo nilipata muda wa kuonana naye siku ile ile. Na kuna vitu vyangu mimi nikavifuatilia siku hiyo, ina maana ikawa siku nyingine. Siku nyingine katika namna mimi napiga simu, kuna mshikaji mmoja alinipigia simu. Huyu ni mshikaji katika kazi. Oya vipi? Nikamwambia poa. Akanambia poleni. Nikamwambia pole kuhusu nini? Akanambia wewe bosi wako yuko anahangaika huku, ina maana wewe hujui?
yani wewe unawezaje kufanya kama jambo hujui? Nikamwambia, wewe pole ya nini? Yani kuhusu nini? Kuna kitu gani? Akaniambia, wewe una taarifa. Nikamwambia, taarifa gani bwana, wewe acha mambo yako. Akaniambia, wewe si ni mtoto wa bosi wako ampata matatizo? Ina maana hujui? Nikamwambia, matatizo gani? Matatizo gani? Akasema, wewe si ndo msaidizi wa bosi, mpo man to man, ina maana habari una? Nikamwambia, wewe ni lini? Mbona mimi sina hiyo habari? Yani wewe ndo unaniambia? Akasema, mimi nimekaa nikasema ndio nikupigie nikupe pole bwana. Nikamwambia, acha mambo yako, amepatwa na nini? Akasema, mtu yuko hoi kabisa, nasikia mpaka yuko ICU, wewe hujui? Mwambia, mimi nikajiuliza, nikamwambia, wewe unazungumza kuhusu mtoto gani? Sasa bosi wangu ana familia, ana watoto. Sasa huyu mtoto ambaye ni mkubwa mimi namjua, na mimi nimekutana na bosi, ndio inawezekana ikawa ni issue za nyumbani kwake. Mimi nimekutana naye siku ile jioni pale, nimekutana naye na tumezungumza, akaniuliza tu hivyo na hakuniambia jambo lolote. Kwa nini hajaniambia? Na mimi leo kumekucha sina hizo taarifa zozote, yani huyu ndo ananiambia. Akaniambia, bwana, mimi mwenyewe nimesikia. Kwa sasa na mimi ndo nikasema, wewe si ndo unajua kila kitu? Maana naambiwa yuko hoi, yani ni ghafla tu yuko hoi wa sekunde. Nikamwambia, ngoja kwanza nakupigia. Subiri kwanza nakupigia. Nikakata simu. Nimekata simu nikampigia mshikaji wangu mmoja. Tunafanya naye kazi lakini tuko naye karibu kwa namna moja ama nyingine. Nikampigia na tumeongea naye. Yani katika namna mimi toka nimetoka ni moja ya message nilizipata. Oya, mbona upatikani? Vipi? Uko wapi? Tulizungumza naye. Na nikamjulisha kwamba niko okay na nini. Nikampigia nikamwambia, wewe kuna tatizo gani? Bosi kapata tatizo gani? Mbona mimi sijui? Akasema, mimi mwenyewe bwana nimezisikia hizo habari, lakini kama bosi hajaweka ya mambo kama yawe kwa wazi sana. Lakini kuna mtu inaonekana kwenye familia alipenyeza hizo habari. Nikauliza ni nini? Akasema mtoto wake yule inaonekana amepata shida. Nikauliza shida gani? Shida gani? Akasema sasa moja kwa moja ni shida gani, lakini nasikia kwa ICU. Nikamwambia, wewe unajua mimi sijui chochote, yani mimi hapa kuna mtu kaniambia ndio unashangaa. Akasema, nikwambie nekana kama bosi ni kitu ambacho amekiweka kama kifamilia. Huyo mtu aliyezivujisha nekana yuko ndani mule. Nikamwambia mtu. Unajua niliogopa sana. Nataka kujua sasa mimi hapa kwenye familia ya bosi wangu pamoja na mke wake nimekuwa kama mdogo, yani kama mtu kama mdogo wa familia. Kwa kuna watu mimi pale nawajua. Kwa nilipokata simu nikampigia mtu pale ambaye ni mfanyakazi. Nikamwambia, oya, wewe hivi unajua mimi naambiwa taarifa naweza mkaniona mimi hamnioni hospitali, mkaniona kama mimi namna gani vipi, lakini kumbe mimi sina taarifa zozote. Hivi na maana mpaka mnauguliwa, mpaka mtoto anaumwa hivyo anaenda ICU, mpaka nasikia ana hali mbaya, ina maana mimi sijui? Akasema, hujui? Hujui vipi bwana? Nikamwambia, mimi ninakuambia sijui na taarifa zozote. Nini kimetokea? Akasema, lakini kama bosi alikuwa anasema kama ilivyotokea ni kama ya mambo ya baki pale pale. Nikamwambia, ilikuwaje? Akasema, nakwambia uwezi amini kilichotokea. Sijashuhudia kwa macho, lakini nimeelezwa kwa wale ambao walimuona huyo mtoto. Huyo mtoto alikuwa yupo bwana. Yupo tu hapo sebuleni anakula. Lakini mara ghafla mtoto akaanza kama kukakamia hivi. Yaani kama kakamia ni kama kapata kama degedege fulani hivi. Nikamwambia, wewe yuko wewe? Yaani kama degedege imempitia mtoto chini. Ndio hivyo kubeba na nini na kaa nasema, unajua apendaki sana mambo ya familia yake yatoke. Naambia, yes najua. Kwa hiyo ndio hivyo kubeba, lakini tunaambiwa yani niko hali ni mbaya. Unaambiwa mama analia tu. Yani mke wake.
Nikasema hii ni nini? Hii ni nini? Hiki ni kitu gani? Na kwa nini mtu tuko naye karibu kwa shida na raha, jambo kama hili mimi hajaniambia, na mtoto yuko hospitali na hajaniambia? Kwa nini mimi sijaambiwa? Nilichukua simu nikampigia yule dada wa Kilokole. Nikamwambia, wewe unajua kuna jambo la kushangaza. Nikamuelezea. Akaniambia hivi, ni wewe ndio ulikuwa unatakiwa ufe. Nikamwambia, unasema? Akasema ni wewe ndio ulikuwa unatakiwa ufe. Na nikwambie, huyo mtoto anawaficha, huyo mtoto kashafariki. Huyu dada aliniambia haya maneno. Nikamwambia, wewe unazungumza unawajua watu? Unazungumza unajua unachokisema? Akasema, ndio mimi nakwambia. Si wanakwambia uko mtoto mahututi. Mtoto hayuko mahututi, mtoto huyo alishafariki. Bosi wako sio mtu mzuri, na jana ilikuwa ndo mwisho wa maisha yako. Mshukuru Mungu amekupa nafasi nyingine ya kutengeneza njia yako. Haya ni maneno aliniambia huyo msichana live kabisa. Unajua kuna vitu mtu unaweza kukataa, lakini kuna vitu yani vinakuambia kabisa. Nikamwambia nakupigia. Nikamwambia nakupigia. Mimi pamoja na bosi tuna miaka mingi tuko pamoja. Kuna vitu vingi sana tumefanya pamoja. Nakumbuka tukio ambalo limetokea siku za nyuma, ambalo mimi nilichukua nafasi ya mtu. Na kwa maelezo ya mtu ambaye alikuwa na yeye ni mshikaji tuko naye kule kazini. Yaani mshikaji ambaye tuko tukifanya naye kazi, ambako bosi wetu ambaye mimi ndo nilichukua nafasi yake. Sio kuna mtu ananielewa, maana nakurudisha nyuma kidogo. Alipopatwa na tatizo, ndugu zake walisema alipata matatizo akiwa shambani. Akaumwa, akafariki, lakini ugonjwa wake uliingia yani kama kimazingaombwe fulani. Na yule mshikaji akawa wanasema shida zilianzia shambani. Kwa kuna tetesi kwamba huenda huyo mshikaji kwa namna moja ama nyingine ametolewa kama kafara. Na alikuwa ni rafiki yake wa karibu. Yani according people wanavyosema, ni mtu yule ambaye yani umekwama, nini shida? Familia ina shida gani? Ni nini nasumbua? Ni kodi, hela hiyo hapo. Yani ni yule mshikaji ambaye aliwekwa pale na bosi, ni rafiki wa kindakindaki. Mtu anayemwamini sana, ambaye anasupport hadi familia yake, ada watoto na nini na nini. Mimi ndo nikachukua nafasi yake. Hii kanifanya nirudi nikumbuke hili tukio. Na kuna mazingira fulani ambayo mimi kwa namna moja ama nyingine nilikuwa najiuliza, ni kafara za ng'ombe tu, ni kafara za kondoo pamoja na mbuzi ndizo tunazitoa na kutoa na kuchinja kwa watoto yatima na watu wenye uhitaji? Ni hivyo tu? Anasema ni hivyo tu. Ni hivyo tu. Niliogopa. Yani ina maana mimi sasa hivi nisingekuwa naweza kueleza haya yangu nilioweza kuyapitia. Ina maana ndugu zangu wangebaki wanaelezea. Nikasema ina maana huyu mtu anataka kunitoa misadaka. Jamani, ina maana mtu anataka kunitoa mikafara. Mungu wangu. Nisikie mimi nakwambia, niliogopa. Nikamcheki mshikaji. Unajua washikaji wengi wanajua mimi niliambatana na huyu mtu. Kuna wengine wameacha, walishaenda na maisha yao na mambo yao, mipango yao mingine iliseto. Wako watu wengi wamejitafuta kwa namna moja ama nyingine. Tuna vijana wengi wapya wengi, na bosi wangu pia kuna vijana wengine ambao pia anaendelea kuwasupport. Yani kama mimi alivyokuwa karibu na mimi, kuna vijana pia ambao ameshikamana nao sana, ambao wapo, lakini mimi ni kama ni top wao. Yani mimi ndo na nafasi kubwa zaidi kwenye moyo wa bosi wangu. Na watu wanajua hivyo. Wanajua ukisema lolote kuhusu bosi, ina maana umenisema mimi. Yani wanajua hivyo. Kwa mimi nilimpigia mshikaji. Nikamwambia mambo, nikana hizi taarifa hana. Yani taarifa kwamba mtoto
dondoka kama degedege, sio ampeleka hospitali, hajui. Nikamwambia wewe za siku nyingi, akaniambia poa. Niambie. Nikamwambia niko poa. Nikamwambia sasa kuna jambo nataka hapa tushare pamoja. Akaniambia niambie tajiri. Maana walikuwa wananiita tajiri kwa namna ambavyo mimi nilikuwa naendesha maisha yangu, yani vile maisha yangu yalivyokuwa mazuri hivyo, anajua yani bosi ananikubali naendesha magari ya bosi, japo na mimi pia nilikuwa na usafiri. Niambie tajiri. Nikamwambia niko poa. Bwana mimi nataka tuongee. Akaniambia niambie. Wewe niulize lolote bwana. Mimi najua ukiniuliza lolote tukimaliza hapa nitafurahi bwana. Watoto watakula nyama kidogo. Nikacheka nikamwambia uko wapi kwani siku hizi? Akaniambia niko na mishi zangu hapa bwana. Nimejikita na mimi niko nafuga japo bado najikongoja lakini sio haba. 200-300 hizi sikosi. Nikamwambia vizuri. Nikamwambia bwana mimi nataka kuongea na wewe. Akaniambia kuhusu nini? Nikamkumbusha rafiki yake. Nikamwambia wewe unakumbukaga yule? Nikamtajia sasa jina. Akasema Mungu amlaze mahali pema peponi. Niambie. Nikamwambia wewe unajua kuna jambo moja limenitokea. Nikasema ngoja nishare na wewe kwa sababu kuna vitu ulishawahi kuniambia. Akaniuliza vitu gani? Nikamwambia kuhusu kifo cha mshikaji. Akasema usinikumbushe ndugu yangu. Yaani mimi nilimpoteza mshikaji wangu akiwa na nguvu kabisa. Yaani ana nguvu, ana ndoto, ana mipango. Alafu kipindi hicho ndo alikuwa amejipanga kabisa, anasema sasa hivi mimi sitaki tena kazi za watu. Nataka nitoke nikajipambanie. Na sio yeye, tulikuwa tuna mipango na mimi. Yaani kifo cha mshikaji ndo na mimi kilinirejesha nyuma sana kwa sababu tulikuwa na mikakati ya kusimama kwenye vitu vyetu. Unataka kujua kuhusu nini? Nikamwambia bwana uliendelea kufuatilia ndugu zake waliendelea kuhoji nini kuhusu kile kifo? Akasema ndugu zake hawakutulia. Ndugu zake hawakutulia, unaambiwa walifuatilia sana. Alafu sasa si unajua mimi nilikuwa karibu na mke wake. Mke wake kuna vitu aliniambia. Unajua hatutaki kuingilia maisha ya watu. Alafu vitu kama hivi hatuwezi kuzungumza. Kuna vitu mke wake aliniambia viliniogopesha. Naweza nikakwambia hicho ndicho kitu ambacho mimi binafsi niliona bwana hizi kazi za watu tunafanya, kuna watu wengine wako wanadili na madhabahu ambazo zinaweza zikawa sio salama. Ni kweli sisi ni vibarua, lakini tusipokaa sawa tunaweza tukajikuta tunageuka tunakuwa mbuzi ya kafara. Moja kwa moja akaniambia usiendesi. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema mimi siwezi kuzungumza bwana, wewe ni kaka yako bwana, ni mshikaji wako, ni tajiri yako, amekuwezesha mambo mengi. Leo wewe unaheshimika, leo wewe una gari, wewe leo una nyumba, wewe leo unaweza kaenda popote, leo wewe una maeneo. Mimi siwezi kusema chochote ndugu yangu. Nikamwambia hapana, sio hivyo. Mpaka nimekupigia rafiki yangu, ina maana kuna jambo mimi nataka kuambia. Inawezekana unasita kuniambia, mimi naweza nikaanza kukuambia. Akasema hapana, mimi bwana sitaki kuzungumza kuhusu maisha ya watu. Nikwambie tu kweli. Nimeshare na wewe kuhusu rafiki yangu, nimekwambia kile ambacho niliambiwa na mke wake, lakini kuhusu undani hapana. Nikamwambia kwani uko wapi? Kwani tusionane? Hebu tuonane tuzungumze. Akaniambia kama ana kwa ana nataka kuja kuniona sawa. Sikutaka kuchelewa. Yaani sikutaka kuchelewa, my dear. Yes, ndugu yetu anaitwa Meshek akitujuza haya. Msikilizaji, dakika nazo zikiwa zinazidi kusogea mbele, lakini nakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami. Asante pia kwa kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania, lakini zaidi pia nikukumbushe miaka yetu 11 ya EFM tunaendelea kusherekea, na kampeni yetu ya Jikune inakupa wewe zawadi katika miaka 11 ya EFM. Zawadi hizi ziko nyingi, mimi nakutajia chache. Unaweza ukalipiwa kodi ya nyumba rafiki yangu, unaweza pia ukalipiwa bill ya maji, unaweza ukapata simu ya kisasa kabisa, hii tunasema ni smartphone aina ya Samsung, lakini pia unaweza ukalipiwa bili ya umeme, ukalipiwa ukanunuliwa umeme. Unaweza ukapata speaker nzuri kutoka Jizo Sound.
yani vyovyote inaweza ikawa. Kikubwa zaidi unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye menu ya nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, ipige. Utakutana na maswali rahisi ya kuchangamsha ubongo, utajibu. Unaweza kujibu moja au mawili, vyovyote vile utakavyogushwa wewe. Utakapojibu basi zawadi ziko mbele yako zinakutazama. Yes. Ndugu yetu anaitwa Meshak anasema sikutaka kuchelewa. Yani katika vitu ambavyo nilianza kufuatilia kwa kiundani zaidi ni hii. Nilimwambia wewe niambie uko wapi. Yani wewe niambie wewe uko wapi. Na ni kweli. Nilichukua gari na nikapita sehemu, unajua umpate mtu azungumze na wewe vizuri, usiende mikono mitupu. Nakwambia hiyo kitu. Ukitaka uzungumze na mtu afunguke, akupe maelezo mazuri, hizo technique ninazo. Mpelekee zawadi, mpelekee kitu. Kwa mfano unaweza kumkaribisha mahali mkapata chakula pamoja, mtafutie location nzuri, ale chakula kizuri. Kadri anavyoendelea kula ndivyo ambavyo anaweza kazidi kuendelea kufunguka. Kwa nilipoenda sikuenda mikono mitupu, nilipita kwenye duka, nikanunua unga, nikanunua mafuta, nikanunua mchele, mpaka viberiti nikanunua sukari, vitu vyote ambavyo najua vinahitajika nyumbani. Yani vimejitosheleza, vitu vimesheheni kwenye gari. Nimefika hapo, nimekutana naye, nikamwambia rafiki yangu, mimi 9-10 nina mzigo wako huko. Natamani nifike nione familia na mzigo wako huko. Ni nini Meshak, nini? Nikamwambia na vitu kwa ajili ya mama. Sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mama. Akaniambia sasa, nikamwambia tupite kwanza tumuone mama, alafu sisi tukae tuongee. Sawa. Akafurahi kuniona sana. Kweli tumefika, shusha vitu, mchele, sio mtu nampelekea kilo 10, beba mchele wa kutosha atumie mwezi mzima na familia yake. Hivyo mpaka chumvi nikapeleka. Shusha mafuta ya kutosha, nakwambia mafuta ya kupikia. Ka shopping fulani hivi, mpaka sabuni za vipande liweka. Yani mimi nilienda tu beba hapo. Lipa. Angeenda kufanya yeye mwenyewe shopping hapa. Ila kutosha kabisa hapa nimetumia. Akafurahi sana mke wake na akaniambia asante. Mshikaji, asante sana. Umejuaje vitu vilikuwa vimeisha? Nikamwambia si unajua tena, hatujaonana siku nyingi pia. Akasema wewe ni hakika, wewe ni tajiri yangu. Yani mimi najuaga kwako wewe, nikikutana nawe lazima nitabasamu. Kwa tukatafuta sehemu tukakaa. Nikamwambia bwana, hatujaonana siku nyingi. Ni kweli mambo yamekuwa ni mengi. Ni kweli bwana, unavyoniambia huwezi kushare jambo lolote na mimi kumhusu bosi wangu, najua. Lakini kuna vitu mimi vimekuwa vikinipa maswali. Wewe ni ndugu yangu. Unajua vile tulikutana kutoka chini kabisa. Ni kweli kwa kupitia hizi shughuli zimenipa kipato. Lakini kuna vitu najiuliza maswali, nikasema nishie na wewe, maana sina mtu wa kumueleza hivi ninavyovihisi. Akaniambia ni nini? Nikamwambia bwana, mimi katika mazingira ambayo sitegemei, kuna mtu mmoja aliniambia ananiotea ndoto mimi nimekufa. Nikamwambia ni nani? Nikamwambia mwanamke mmoja hivi nilikuwa namfukuzia, mwanamke huko nilikutana naye Mbeya huko. Nikamwambia sijafanikiwa kumpata. Katika namna sasa naendelea kutega mingo sasa. Yani nimuingize kwenye 18. Ndo hapo sasa. Ndo akaniambia niotea ndoto niko kwenye jeneza. Afu akazidi kunisisitiza. Afu baadaye akaniambia naona nakufa. Asi unajua hii kitu inaogopesha. Siku ya siku akaniambia nisitoke ndani. Ananisikiliza. Na huwezi amini, bro si akaja home. Bro acha nikomalie nitoke. Yani bro mpaka akanimind. Bro alinimind hatari nakwambia. Akachukia, na mimi nilimsikiliza yule dada. Akaniambia nitoke pale nyumbani nitafute sehemu ambayo sio rahisi kunipata na nizime simu. Ile siku sio nzuri kwangu. Akaniambia usiniambie. Wewe ulikutana naye tu huko Mbeya? Nikamwambia nilikutana naye tu huko. Yani nakwambia sielewi. Na uwezi amini, nilikutana naye huyo mwanamke nikiwa natoka na ndugu yake. Yani ndugu yake anajiuza. Kwa mimi nilienda kule, si unajua tena mambo ya ujana nini. Natafuta dem nampata wapi hapa? Akatafuta nikaona hawaeleweki, ndo nikaletewa huyo sasa. Asio nilivyoletewa kama nikamuelewa.
siku nataka tuwe naye tena, ndo akaniambia kwamba hawezi kuja, ana shughuli nyumbani kwao, hata eleweka. Si nikamfuata mpaka kwenye shughuli huko kwao, ndo nikamuona sasa huyo msichana, ndo nikampenda. Yuko wewe, nikamwambia nakwambia ukweli. Sasa ajabu nikwambie, bosi ile kunisisitiza vile kwamba lazima tutoke, lazima twende sehemu, lazima, kwa sababu kumueleza kama mimi ninafanyaga hizo deal. Hayo mambo sasa huwezi kusema, utasemaje kwa watu wa mambo, huwezi. Akaniambia, nakuelewa. Nataka nikwambiaje, bosi wako sio mtu mzuri. Nakwambia. Yani anakutumia wewe. Nikamwambia kwa namna gani? Mbona sisi wengi tunajua? Sisi wengi kwa mfano tulioshtuka tunajua. Tulijua kabisa kwamba mwisho wako utakuwa kama wa mshikaji. Ninakwambia alikuwa karibu na mshikaji, mimi siwezi kukuelezea. Mpaka yeye mwenyewe alikuwa anasema nimepata kaka, nimepata ndugu, lakini kipindi hicho alikuwa hajatoka kimaisha kama sasa hivi. Wewe umeneemeka zaidi kwa sababu yeye ametoka kimaisha. Kipindi hicho anafanya, lakini alikuwa hajafika level za juu. Mshikaji wangu kifo chake bosi ndo alisababisha. Bosi anatoa kafara, na kitu ambacho mke wake aliniambia, kumbe alikuwa anamtumia kwenye mambo yake. Nikamwambia mambo gani? Yani kumbe huyu bosi anafanyaga makafara. Kwa hiyo kuna watu yeye inaonekana kuna namna anaona. Kwa hiyo mshikaji ndo alikuwa anamsaidia kufanya makafara. Nikamwambia usiniambie. Yuko vipi wewe akwambia ufanye makafara? Nikanyamaza. Akaniambia ndo alikuwa anamwambia hivyo. Kwa hiyo kumbe mshikaji kashafanya naye dili nyingi za mambo ya kichawi. Yani unaambia kampeleka hapa, kampeleka, kuna ishi nyingi si alikuwa anazianzisha, mshikaji alikuwa anaenda anazifanya. Mwisho wa siku yule alikuwa anazifanya ndo huyo sasa amemtoa. Nikamwambia wewe usiniambie. Akasema ndo nakwambia, kama wewe hajakupeleka kwenye hiyo mambo, mshukuru Mungu, labda damu yake na wewe hazijaendana. Mshukuru Mungu tena, na Mungu na akuepushie rafiki yangu, Mungu akuepushie. Maana nasikia wakishaje connect kwenye hizo madhabahu hizo ni hatari sana, unajua. Ni hatari kwa sababu mwisho wa siku lazima watimize adhima yao. Nikamwambia unasema? Akasema mimi nakwambia. Kwa hiyo mshikaji alishia na mke wake, na ameshia na mke wake baada ya kupigwa. Kwa hiyo alipatwa na ile hali kule shambani, inikana kuna kitu kikampiga. Kuja hivi nikana sasa ndo kumwambia mke wake, mke wangu kuna 1 2 3. Kwa alikuwa anamtumia mtu hatari sana yule, nakwambia. Ndio ana akili nyingi, tunajua ana akili nyingi sana, ana mawazo mengi makubwa ya kibiashara. Mchawi yule mshikaji sio. Angalia sana, nakwambia, angalia. Wewe ujiulizi mpaka sasa hivi hujaoa. Hujiulizi, sio nyoka tunasema. Yani wewe mpaka sasa hivi upo tu, yani uko na wewe unaishi kama ndege, una bye time tu, kila siku uko nyuma yake. Yeye anazidi kupata familia, wewe uko tu unamfuata. Anakutumia. Angekuwa msamaria mwema, angetamani hata wewe na mke uwe na familia. Asa mimi hilo eneo najiona kama niko comfortable, yani sijui kama hizo mambo zinahusiana, unajua. Mimi naona tu na enjoy life, nakula tu bata. Unaona, yani naona kama wakati bado. Alafu sijakutana na mtu akanishawishi. Lakini huyu ana mention hapa, anasema kama angekuwa ni mtu mwema angetamani mimi niwe na familia, kwani hataki mimi niwe na familia. Lakini nikamwambia je, nizuia? Akasema ndio hivyo nakwambia. Nikamwambia sasa mbona mshikaji alikuwa na familia? Akasema mambo mazito. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema alikuwa anamshawishi amwache mke wake. Nikasema nimeisha. Nikamwambia umeniogopesha. Akasema uchukue tahadhari. Nikamwambia uchukue tahadhari. Mimi sitaki kuzungumza hizi habari. Ndio maana niliondoka kimya. Nisije nikasema mwisho wa siku watu wenye pesa watu wabaya bwana.
ukizungumza habari za issue zao kwa watu, akajua ni wewe ndio ulianzisha, anaweza akakufanyia chochote. Unaweza kukuta nikatekwa, nikapotea, nikaacha familia yangu. Kwa hiyo funga mdomo, rudi nyumbani, tafuta issue ya kufanya, nyamaza kimya, sijaye kumwambia mtu. Wanaojua wanajua. Nikaambia ise, akasema kwa maana huyo mwanamke alikwambia ujumbe, koma naye. Koma naye nakwambia koma naye. Ikiwezekana mtafute muonane. Ninataka nikwambie, ukijiingiza kwenye ya mambo kuna suka ngumu sana. Nikaambia lakini mimi tukone karibu, lakini issue tu zingine za kazi, hizo issue mimi si kwa kweli kujinvolve nazo. Akasema ndio, mshukuru Mungu wako mkubwa kwamba alikuwa akutumia kwenye maeneo. Ina maana kama alikuwa anamtumia mshikaji ilikuwa rahisi kummaliza. Ina maana anakuwa kama mwenzao, lakini mwisho wa siku anamuandaa, anampa supu, ananona, anamlisha, anashiba, anakuwa amenona. Kwa hiyo siku anamtoa kafara, unatoa kafara ile unona. Ni kama vile mifugo. Unaambiwa unavyopeleka kafara usipeleke mbuzi aliyechoka. Usipeleke mbuzi maana kideli. Peleka mbuzi aliyenona. Kwa hiyo hata hivyo watu huwezi ukapeleka mtu kamekondeana, yani kamekonda, kamechakana, pelekwa mtu amenona. Si unaona hivyo ulivyo unaona, yani uko ni hatari sana, unajua. Aise, niliogopa. 9-10 ile jambo liliniogopesha sana. Niliogopa. Huyo mtu aliniambia vitu vingi sana. Niliondoka, nilipata na hofu. Niliogopa kufanya kazi. Niliogopa. Nilimpigia yule dada, nikamwambia kuna mtu amezungumza na mimi vitu vimeniogopesha. Akaniambia Mungu wako mkubwa. Mungu wako mkubwa. Kuna kitu chochote umewaifanya naye? Nikamwambia sio kitu chochote, vyote. Mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele kufanya sadaka. Niliamua kumwambia ukweli. Akasema unasema? Nikamwambia ndio. Lakini tumekuwa tukitoa ng'ombe, kondoo, mbuzi. Akasema alisha kuunganisha kwenye madhabahu zake. Nikamwambia nafanyaje? Akaniambia matajiri wanatofautiana sana. Kwa sababu nguvu ya utajiri inaweza ikawa inatoka kwa Mungu. Kwa sababu hata Mungu anasema atakupa utajiri. Lakini sio kila utajiri unatoka kwa Mungu. Uko utajiri mwingine unakuwa ni wa kuzimu. Kwa hiyo kila unachokiona kinang'aa, nyuma yake kuna kinachofanya kile kitu king'ae. Kwa hiyo sio kile kinachong'aa kina uzuri. Hasa kuna baadhi ya matajiri wanatumia nyota za watu. Na huwezi ukajua kwa namna ambavyo wanaishi kwa maisha yao. Sasa labda unielezee vizuri. Akitaka mimi nimuelezee vizuri. Lakini ninakwambia niliogopa. Jamani, watu wanatolewa sadaka maidia. Bosi ananipenda, bosi ananipenda kunipeleka mbele. Kila safari tuko naye. Bosi anapenda sana familia yangu. Bosi ananipenda kuliko hata ndugu zake. Yani bosi wangu, sio kila bosi anakupenda ni upendo tu. Mwingine kumbe anakuandaa. Inaogopesha. Lakini usiogope. Kuna bosi wako anakupenda, usianze kusema mimi mbona upendo wake si uelewi. Huyo ni Messi yake anazungumza ya kwake mwenzangu. Usije kaanza kumogopa bosi wako. Kila mtu ana safari yake. Bosi wako ni mtu mzuri, ana hata shida. Nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza msikilizaji. Kesho tutaendelea.